Tuachie mbali ligi ya NSL na sasa tuingie kwenye ligi kuu ya SportPesa hapa nchini, na ni kwamba kutakuwa na mitanange siku ya hapo kesho Jumamosi sawa na kesho kutwa Jumapili, na ni kwamba timu ya APS Bomet watakuwa nyumbani kule Green Stadium Kericho kukipiga dhidi ya Shabana, alafu mechi nyingine itakuwa ni Mara Sugar dhidi ya Kenya Police, alafu Bandari watakuwa wanakipiga dhidi ya Kariobangi Sharks, Posta Rangers dhidi ya Mathare United, Bidco United dhidi ya Gor Mahia katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Alafu siku ya Jumapili kutakuwa na mitanange mitatu. Zungumzia mechi ya kwanza, mechi ya saa 9 wakati timu ya KCB itakuwa inashuka nyumbani Kasarani Annex ukipiga dhidi ya Tusker. Ulinzi Stars na watakuwa Ulinzi Sports Complex ukipiga dhidi ya Murang'a Seal. Alafu mechi ya mwisho itakuwa ni mechi ya saa 10, mechi ya Sofapaka dhidi ya AFC Leopards. Hapa Shabana safari sasa watakuwa wako ugenini, lakini si mbali sana kutoka Kisii hadi Kericho. Timu ya Shabana kwa hakika ni timu nzuri, wanacheza mchezo mzuri, lakini kuna shida kubwa na timu hii ya Shabana. Ni timu ambayo wanahangaika sana hata kushinda mechi 2 mfululizo. Kwa mechi 5 ambazo zimepita hakuna mechi 2 mfululizo wamepata ushindi. Wanashinda moja, wanarejea kwenye ile sare, ingine wanapoteza. Kama tu wangekuwa tu consistent wangekuwa mbali sana, sababu hata tunaona kwenye table wako ndani ya baadhi ya zile timu ambazo zinang'ang'ania sana kuweza kutangazwa bingwa mwisho wa msimu. Na kwenye hii mechi dhidi ya wale maafande kutoka kaunti ya Bomet, nahisi kwamba namwangalia kwenye mechi zimepita, mechi 5 amelegeza kamba sana, amesuasua sana, hana ushindi kwenye mechi 5 mfululizo. Anapatana na Shabana, timu kali, timu ambayo inatamani sana kutamba huu msimu. Kwa hivyo nahisi kwamba hii mechi yake dhidi ya mwana APS Bomet wale maafande itakuwa ni mechi rahisi kwa Shabana. Lakini mimi kivyangu, mimi kama mwanaspoti Brian Mosi nitasema kwamba ni mechi ngumu, kwa sababu APS Bomet sasa hivi kocha wao Pamzo aliwahi kuinua Shabana, anajua ndani nje Shabana anafanyaje. Ndio, amewahi kufanya kazi pale, anawaelewa ndani na nje, lakini we kama kocha unaelewa mpinzani wako. Swali ni hili, wale wachezaji wako tayari kufuata au kutilia maanani kwa yale ambayo wataambiwa na kocha Sami Pamzo Molo? Kwa hivyo wachezaji wenyewe wakaamua kucheza, watampatia mwana Shabana kazi ngumu, lakini Shabana anajua kwamba anapatana na former coach, atajaribu sana au atatafuta zile mbinu zozote kupata ushindi. Sasa mechi ya mwisho siku ya Jumamosi itakuwa ni kati ya Gor Mahia dhidi ya Bidco United, ukizungumzia kwamba Gor Mahia watakuwa ugenini, na mechi ya kwanza kabisa ya Gor Mahia msimu huu walishinda 1-0 dhidi ya Bidco, na hii Bidco kwa mara nyingi imekuwa ikisumbua Gor Mahia. Je, Gor Mahia waingie hapa kwenye mechi hii wakijua kwamba mshindani wao FC Leopards mechi yao itakuwa ni siku ya Jumapili, afanye nini kwa hakika na kuhakikisha kwamba yeye Jumamosi anaingia nyumbani na pointi 3 akingojea Jumapili FC Leopards nao mambo yao yafanyike? Umeanza kwa kusema jambo nzuri sana kwamba mechi ya kwanza walipigwa na Gor Mahia. Hii mechi nahisi kwamba wana kisasi sana, wana kisasi sana na hii timu ya Bidco, na wanaelekea pale wakiwa wanashikilia table au wao ni kama ndovu juu ya meza pale. Kwa hivyo hii mechi dhidi ya mwana Bidco ataenda pale kisaikolojia, anajua kwamba huyu mtu alinipiga mechi yangu ya kwanza. Ni kama tu jinsi ambavyo inanikumbusha mechi ya kule Uingereza kati ya mwana Arsenal na Aston Villa. Yule mwana Aston Villa alimpiga mwana Arsenal. Mechi ya pili marudiano alienda pale kulipiza kisasi, na tuliona kwamba yule mwana Aston Villa aliinua mikono juu akasema kwamba kweli nilimpiga Simba, nikadhania kwamba ni paka baada ya kumpiga ni alikuwa tumenyeshewa kweli. Kwa hivyo nahisi hii mechi dhidi ya Bidco Gor Mahia atasajili ushindi, na jambo zuri ni kwamba kwa upande mwingine wana FC kwa mara ya kwanza hawatapata nafasi ya kwenda juu ya table, sababu Gor Mahia atacheza kwanza kisha baadaye mwana FC siku ya Jumapili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii weekendi mwana Ingwe atapata nafasi ya kupanda juu ya meza. Lakini ukiangalia kwamba iwapo Gor Mahia watakuwa ni wenye kupigwa Jumamosi, alafu Jumapili FC Leopards ingie ugenini dhidi ya Sofapaka mechi ya saa 10 siku ya Jumapili, wapate ushindi muhimu, ushindi wa mabao yoyote yale, hata bao moja, pointi ni 3, watakuwa wanapanda juu ya msimamo.
watakuwa wanapanda siku gani? Sioni hii weekend wakipanda, sababu wana Gor Mahia. Ndio kwa maana nimesema iwapo Gor Mahia watakuwa ni wenye kushindwa. Lakini kwa upande wa kwangu sioni kama hiyo iwapo itaweza kufanyika. Hiyo sentensi wana Gor Mahia wataikanusha kwa mechi ya kesho. Haya basi, nimeandikia mate. Wino ni wewe na Gor Mahia. Na mashabiki wa FC na mashabiki wa timu ya Bidco watakuwa wanaomba Bidco ishinde. Watakuwa naomba sana, lakini unajua kuna wakati mwingine maombi labda ni vigumu yajibiwe. Maombi ya mwana FC sioni kwamba hii weekend yatajibiwa. Hii weekend watabidi watulize boli, wangoje pengine wiki ijayo ndio watapata nafasi ya kupanda juu ya table. Wewe si Mungu. Sasa nataka tuunganishe na hii ya Nairobi United, timu